kumhusu meneja wa habari na mawasiliano wa klabu soka Young Africans kwa maana ya Ali Shaban Kamwe, na nimepitia maandiko kadhaa ambayo ameyaposti Ali Kamwe. Miongoni mwa maandiko ambayo yanatajwa kumsababishia kadhia hiyo ni andiko ambalo aliliandika Februari 3 mwaka huu 2025. Na andiko hilo ambalo limeandikwa wiki 4 zilizopita, aliandika kupitia katika ukurasa wake wa mitandao ya kijamii. Mimi nasoma kupitia pale Instagram. Amesema leo 90% ya mijadala inayofanywa kwenye vipindi vya michezo, wachambuzi wamejadili kuhusu makosa ya waamuzi kwenye mechi ya Kolo. Ameandika hivyo Ali Kamwe. Na leo si mara ya kwanza, huu ni mwendelezo, na kama mechi ya 10 mfululizo, kila mechi ya Kolo huwa na mijadala redioni kuhusu makosa ya waamuzi yanayowanufaisha Kolo kupata ushindi. Mara wapinzani wananyimwa magoli halali, mara mjadala wa Kolo akifunga magoli ya offside na waamuzi wanayakubali. Tumesikia pia mijadala ya penalty nyingi za mchongo zikiwanufaisha Makolo. This is too much, na inatupa wasiwasi kama haya yanayotokea huwa yanatokea kwa bahati mbaya, kwa kichaka cha makosa ya kibinadamu. Tafadhali wenye mamlaka, naamini mnaona na kusikia yanayojadiliwa kuhusu mpira wetu. Ameandika Ali Kamwe, amesema tafadhali wenye mamlaka, naamini mnaona na kusikia yanayojadiliwa kuhusu mpira wetu. Hii mijadala inayoendelea sasa kwenye media sio tu kwamba inapunguza ladha ya mpira wetu, bali inatia doa nguvu kubwa mnayoifanya kuhakikisha mpira wetu unapanda na unakuwa na mvuto Afrika. Tafadhali sana, tunahitaji kusikia sauti zenu wenye mamlaka juu ya hiki kinachoendelea kwa sasa. Haiwezekani timu moja tu iwe na matukio ya utata kwenye mechi zaidi ya 10. Hilo ni andiko ambalo ameliandika Ali Shaban Kamwe katika ukurasa wake wa Instagram Februari 3 mwaka huu 2025. Ya aliwaita wenye mamlaka. Wenye mamlaka, tafadhali. Tafadhalini wenye mamlaka, tokeni public mlizungumzie, na wenye mamlaka wametoka. Ya wametoka na wamemkumbusha namna ya kupeleka complaint yoyote ile ambayo utakuwa nayo dhidi ya timu yoyote ile ya ligi kuu, dhidi ya jambo lolote lile la ligi kuu. Alichokiongea kuna sehemu kuna exaggeration ya maneno, kuna sehemu kuna uhalisia wa matukio ambayo tunayashuhudia kwenye ligi kuu Tanzania bara. Kwa sababu kuna baadhi ya michezo tunashuhudia waamuzi wanafanya makosa, na yawezekana isiyo tu kwenye michezo ya timu moja, bali ni throughout the season, throughout the league, yani kuanzia timu ya kwanza kwenye msimamo mpaka ile timu ya 16 kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, zote zimekuwa zikinufaika na makosa ya waamuzi. Kwa hiyo kupoint out kwamba ni mtu fulani, ile ilikuwa ni kama shutma ambayo aliipeleka directly kwa timu moja wapo ambayo ipo ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo ukishapeleka shutma za aina ile, nishasema hapa, ukishakuwa mwanafamilia wa ligi kuu Tanzania bara, tena mwenye taswira kama ya Ali Shaban Kamwe, wewe ni mtu ambaye obviously jamii kubwa ipo nyuma yako na itaamini chochote utakachokiandika kwenye ukurasa wako wa mtandao wa kijamii. Ukishakuwa na alichokiandika kina uongo ama hakipo sawa na kile ambacho kipo katika mpira Tanzania. Na ndio maana mwanzoni hapa nimesema kwamba alichokiandika Ali Shaban Kamwe, kwanza kuna exaggeration ya maneno, lakini pili kuna uhalisia ndani ya maneno yake aliyoandika. Na maana nikasema kwamba hamna si timu moja tu ambayo kwenye ligi kuu imenufaika na madhaifu ya waamuzi, bali ni timu zote 16 kwenye ligi yetu zimenufaika na haya. Nakumbuka kuna siku nishe kuwakumbusha maneno ambayo yapo kwenye maandiko ya Biblia. Siku moja Yesu akiwa sehemu moja huko, alipatwa na kahaba ambaye alienda kumfuta miguu. Na Yesu akawauliza wale watu pale, baada ya wale watu kushangaa, Yesu akawauliza akasema, ni nani kati yenu ambaye hajawahi kufanya dhambi awe wa kwanza kumpiga mawe? Huyo ni Wakanda aliyefunga kwa Rezma. Akawauliza, ni nani kati yenu ambaye hajawahi kufanya kosa awe wa kwanza kumpiga mawe huyu kahaba? Hamna aliyejitokeza kumpiga mawe, kwa sababu wale wote pale walikuwa ni wakosefu. Sasa hiki ndicho kilicho kwenye ligi kuu yetu. Ni nani ambaye hajawahi kunufaika na makosa ya waamuzi? Huyo peke yake
ndio ana haki ya kusimama na kusema timu fulani inapendelewa. Alichokiandika Ally Kamwe, kuna sehemu kuna usahihi kwamba timu zinapendelewa. Ni kweli kuna timu zinapendelewa, kuna sehemu kiwemo na wao, kuna sehemu kuna exaggeration ya maneno, lakini bado tunarudi kwenye misingi kwamba wewe ni mwanafamilia wa ligi kuu, wewe ni taswira ya ligi kuu Tanzania bara. Kuna namna sahihi ya kufikisha kila complaint ulionayo, kwamba kuna kitu hakiendi sawa, kuna njia husika za kusema bwana TFF kuna 1 2 3, bila kushout kwenye public, bila kwenda nje ya kanuni. Kanuni zimewekwa pale kwa ajili ya kufuatwa, na ndio maana mwanzoni mwa ligi kabisa huaga wanashauriwa watu wote, jamani, nendeni kwenye vikao vya kanuni, huko ndiko mtakapojifunza kipi sahihi kipi si sahihi. Alichokifanya Ally Kamwe, ndio maana nasema sio maoni ya mtu wala sio maoni ya hichi kipindi, ni kanuni, ni yani hiyo ndio fact. This is a fact, kwamba ukifanya kosa fulani adhabu yake ni fulani, kwamba ukiona complaint andika barua pepe au nenda TFF, lakini sio kutoka na kuandika kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu mifano ipo ya watu ambao wameshawahi kuadhibiwa kwa kufanya hivi huko nyuma. Kuna mtu anaitwa Shafii Daud alifungiwa miaka 5 kwa sababu ya kuandika complaint kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ukishaishi kwenye hiyo chain, obviously na wewe kadondoka kule kule kurudi kwenye makosa ambao wameshayafanya watu wengine na wakaadhibiwa. Kwa nini usiadhibiwe? Wakana umezungumza hapo kuhusiana na namna ambavyo Ally amekeuka misingi na miongozo ya shirikisho kuhusiana na kile ambacho kilichopo. Turudi sasa kwenye kile ambacho alichokizungumza, kumfungia ni suluhisho kumaliza haya matatizo ambayo yanaendelea na ameyataja. Hapa kuna matatizo mawili, hamna tatizo moja. Hapa kuna matatizo mawili. Tatizo la kwanza ni waamuzi wa ligi kuu Tanzania bara. Tatizo la pili ni wasemaji kuishi nje ya kanuni za ligi kuu. TFF walichofanya, wametibu tatizo moja. Wametibu tatizo la wasemaji kuishi nje ya kanuni za ligi kuu. Kwamba sasa hivi baada ya Ally, ikitokea kweli wakaishi kwenye kanuni zao, kwa sababu wameshamkuta na hatia, wakiishi kwenye kanuni kwamba yes, wewe tutakufungia miezi 3 mpaka miaka 2, duration yoyote hapa katikati, wasemaji wengine watarudi kwenye chain. Lakini kusema kwamba watatibu tatizo la waamuzi kwa sababu wamemfungia Ally Shaban Kamwe sio kweli. Kuna njia nyingine ambazo wanatakiwa kutibu matatizo ya waamuzi. Kwangu nimeshasema sana hapa kwamba waamuzi wa taifa hili, yawezekana mwamuzi mmoja mmoja ukitaja kwa majina, sijui Jafet Smart, sijui Arajiga, sijui Risase, sijui Ramadhan Kayoko, personally wao yawezekana hawana shida yoyote. Mimi naamini matatizo ya waamuzi kwenye taifa hili yapo kwenye misingi ya kuwatengeneza hawa waamuzi. Hapo ndio tunarudi kwenye kamati ya waamuzi, kwenye zile COPA test wanazozifanya, mitihani ile wanaoifanya, pamoja na namna au tunaoita wale instructors wa hawa waamuzi, kwa sababu tunatengeneza waamuzi wengi kwenye taifa hili. Kila mwaka kuna batch mpya ya waamuzi wanaotengenezwa, lakini kila mwaka katika hao waamuzi ambao watatengenezwa, watakao excel na kufikia ubora, yawezekana ni 0 ama 1. Kwa hiyo shida ya waamuzi haitoisha kama tutafungia wanao point out madhaifu ya waamuzi. Shida ya waamuzi itaisha pale ambapo tutarudi kwenye foundation ya kutengeneza waamuzi, tukaanza kutengeneza waamuzi ambao kwanza utafsiri wa sheria 17 unakuwa kwa kiwango cha juu, lakini pia experience wise. Leo tuna kundi la waamuzi ambalo namna ambavyo wamepanda madaraja kutoka kuchezesha ligi ya wilaya mpaka kuchezesha ligi kuu, unakuta in a period of miaka 6 huyu mwamuzi alikuwa ligi ya wilaya, ghafla yupo ligi kuu. Huyu mwamuzi hawezi kuja na experience ya kutosha ligi kuu. Wenzetu kwa mataifa yaliyoendelea, ili ufike hatua ya kuchezesha ligi kuu, huku chini ni lazima uwe kwanza una experience ya almost miaka 8 mpaka miaka 9. Huko chini unakuwa umesota kwenye daraja moja, unaweza kukaa hata miaka 2 mpaka 3 kwenye daraja moja tu. Let's say ni championship, utasota hapo championship hata miaka 2 ama 3, kwamba siku nayo kuja ligi kuu hamna shurba ambayo haujawahi kukutana nayo. Huko championship utakutana na wachezaji washakuka jezi. Huko championship utakutana na mchezaji ashakutukana. Huko championship utakutana na undava kweli kweli. Kwa unapokuja ligi kuu, hayo matukio yanakuwa sio mageni kwako, kwamba unakuwa tayari okay, tukio fulani nilishawahi kudeal nalo huko nyuma, najua namna ya kulihandle hata huko kwenye stage kubwa kama ya ligi kuu. Kwa hiyo ndo namna ya kuboresha ule upande wa waamuzi. Lakini huku kwa wasemaji, mimi mara nyingi nimekuwa nikipingana sana na huu utaratibu ambao nilikuja kuupa jina la the new normal, yani ukawaida mpya, kwamba sasa hivi ili msemaji aonekane anafanya kazi yake ni pale ambapo atarusha mawe.
si kuisemea taasisi, bali pale ambapo atarusha mawe. Kwetu tumeupokea na tumeufanya umekuwa kitu cha kawaida, kwamba ili msemaji awe straight, ili tuamini msemaji anafanya kazi, ni mpaka pale ambapo atakuwa anaisema klabu moja wapo, ama atakuwa na point out zaidi madhaifu ya wapinzani wake kuliko hata kuizungumzia taasisi yake. Ndio maana leo watu wanampongeza Christina Mwagala, ndio maana leo watu wanawapongeza sijui kina Hussein Masanza, lakini tukibaki kwenye zile facts za wasemaji, hamna leo hii, na juzi hapa nilikuwa nasema hamna mtu sasa hivi kwenye tasnia ya usemaji wa hizi team atakwambia mimi role model wangu ni Tobias Kifaru Ligalambwiki. Ukimsikiza Tobias alikuwa anaongelea Mtibwa tu. Tobias hana muda wa kuongelea sijui Simba anafanya nini, hakuwa na muda wa kuongelea sijui JKT Ruvu anafanya nini, hakuwa na muda wa kuongelea sijui Mashujaa anafanya nini. Utamsikiliza sauti yake itakapoanza kusikika mpaka itakapoishia kusikika is about Mtibwa. Lakini wamekuja sasa. Kwa hiyo wanataka wasemaji wazungumzie timu zao tu. Umeshakuwa msemaji wa taasisi fulani, kwa nini uzungumzie taasisi ya watu? Hayo ndio yanayopelekea, sababu leo Alikamwe hajafungiwa kwa kuisemea Yanga. Alikamwe ameifungia kwa kusema madhaifu ya Simba. Kwa hiyo ukibaki kwenye misingi ya taasisi yako, Simba pale okay? Tutabaki kunyosha kwa sababu ametumia jina Makolo. Wote tunajua Makolo maana yake. Wote tunajua. Kevo labda hajui, lakini wote tunajua. Ndio nakwambia sasa. Tanzania ukipoint jina Makolo, mtu anamaanisha ni Simba Sports Club. Kwa hiyo sasa hivi angalia trend ya wasemaji kufungiwa inatokana na nini? Aliwahi kufungiwa Jerimuru. Mambo haya. Tutakuja na kwa kile ambacho kipo. Murha, wewe ni shabiki wa Simba lakini pia ni mdau na Yanga ni watani zako. Pengine ulivyosikia hiki ambacho kinaendelea kwa kamati ya maadili ya TFF dhidi ya Alikamwe, umepokea kwa namna gani? Kwa kwanza kiukweli mimi hii naiongelea kama tetesi kwa sababu mpaka sasa hivi TFF hakuna sehemu yote ambao wamesema hizo habari. Ila watu wanasema tu kwa sababu ya kufuatilia mambo na kujua. Cha kwanza niliposikia tukapelekwa kwenye kamati kwa sababu hizi nilijua hichi kitu kitatokea. Lakini wakati mwingine hizi tunaweza kusema hizi mambo za kufungiana hizi muda fulani kwenye mpira mimi nahisi kama zipungue, kwa sababu kuna muda binadamu wanakosea. Hao watu nao wanafanya kazi kubwa, wana ushawishi mkubwa, wanatumia muda mwingi kwenye vilabu. Kwa hiyo hakuna ambaye akosei. Zipo adhabu nyingi, kuna mafaini, vitu gani, na inaboresha. Hao watu kila siku tutakuwa kwenye mipira, kila siku tuna watu wapya, kwa sababu kiangalia atafungiwa huyu, ataekuja naye atafungiwa, na ataikuja tena atafungiwa. Lakini hawa pia ambao wanafungia watu vipo vitu ambavyo wanashindwa kufanya, lakini tunawaona kwa nyakati kadri wapo. Kwa hizi mambo za kufungia kwangu mimi hazinifurahishi. Yani zilete picha zozote zinapozesha mpira.